msiwe watu wa kujivuna, msiwe watu wa kujisifu. Majivuno yasipatikane kwenye vinywa vyenu, kwa sababu Mungu ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na Mungu. Ama kwa lugha nyingine, mapenzi ya Mungu anayeyajua Mungu. Ndio maana kuna mambo ambayo yalikuwa ni mazuri, lakini yalikuwa nje ya mapenzi ya Mungu. Sasa watu wengi hawajui hicho kitu, hawafahamu kwamba unaweza ukatenda jambo zuri lakini likawa nje ya mapenzi ya Mungu, na kuna mtu atatenda jambo baya lakini kumbe ni mapenzi ya Mungu. Hapo ndipo unabaki na lile swali, unasema lakini Mungu akili zake hazichunguziki. Kwa kuwa kuna majira ambayo mtu anadhani hapa ametenda jambo zuri mno, kumbe ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, siku moja Paulo alikuwa anatakiwa kwenda kuhubiri sehemu fulani. Hiyo sehemu ambayo Paulo alikuwa amekusudia kwenda kuhubiri, alikuwa anaenda kuipeleka Injili. Alikuwa anaenda kufanya jambo ambalo ni zuri mno, wapendwa, jambo ambalo linarudishia Mungu utukufu. Lakini anasema Roho Mtakatifu alituzuia. Haleluya! Yaani Roho Mtakatifu anaweza kukuzuia kumsaidia mtu wewe. Tunanielewa? Roho Mtakatifu anaweza kukuzuia kumuombea mtu ambaye anatakiwa apate maombi. Roho Mtakatifu anaweza kukuzuia kwenda kuhubiri sehemu. Binadamu watatafsiri kwamba hilo maamuzi yako ni mabaya. Haleluya! Lakini mapenzi ya Mungu yanapimwa na Mungu. Sasa hapa maandiko yanatuambia ya kwamba msiwe watu wa kujisifu, msiwe watu wenye majivuno. Kwa nini? Kwa kuwa Mungu ni Mungu wa maarifa. Kwa hiyo mimi ninaweza nikakufanyia vitu vingi sana kwenye maisha yako, lakini kitu cha thamani ambacho naweza nikakupa wewe ni maarifa. Kwa kuwa maarifa ndio kitu cha thamani ambacho Mungu anatamani ukipata. Ndio maana ukisoma kwenye Hosea 4:6 pale, nafahamu nadhani wengi, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa nini? Kwa sababu maarifa ni ufunguo. Sasa maarifa ni kitu ambacho kina siri ndani yake. Shetani ana maarifa yake ambayo ukiyapima kwa kipimo cha mwanadamu utaona haya maarifa ni sahihi, yana maana mno, haya ndio ya kuzingatia, yaani huu ndio utumishi, yaani huku ndio kuokoka. Haleluya! Kuna watu wana maarifa ambayo yanafundisha kujivuna, kujisifu. Maarifa hayo yanawaambia kwamba nyinyi ndio mtu dini ya kweli, nyinyi ndio watumishi wa kweli. Hayo ni maarifa walionayo. Kigezo walichopima ni nini? Wameweka standard, kipimo, mizani, wakapima maarifa sahihi. Jamani, au imani ya kweli jamani, haihusishi chumvi, haihusishi keki, haihusishi mafuta. Imani ya kweli ni mtu tu anakuambia kwa jina la Yesu pokea. Bwana asifiwe sana. Kwa yale maarifa yanatengeneza kitu ndani yako kinakuwa kinaitwa kujisifu, kujivuna. Lakini andiko hapa linaanza kwa kutupa tahadhari kwamba wapendwa, hakikisheni hamuongezeki katika kujisifu, hamui watu wa kujivuna. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu wa maarifa, na yale maarifa ndiyo yanaitwa mapenzi ya Mungu. Haleluya! Chochote kile ambacho tutakifanya
hata kama umetumia ustadi kiasi gani, umetumia ujuzi kiasi gani, kama hakina mapenzi ya Mungu ndani yake, maana yake umeyakosa maarifa. Yaani kwa lugha nyingine, kama una uwezo wa kuacha kufanya chochote kile unachokifanya, ukaja ukakaa kanisani, haleluya, kama hakukuwa na mapenzi ya Mungu, kile kitu ni bure. Ndicho alichokisema Paulo kwenye Wakorintho nadhani wa kwanza 13. Anasema kama nikitoa mali zangu zote, wapendwa, nikawapa maskini, lugha ya duniani inakwambia huo ni upendo. Maana kuna jamaa mmoja alienda kwa Yesu. Yesu akamwambia, umepungukiwa jambo moja, kauze vyote ulivyo navyo, kisha uwape maskini. Tukajua Yesu alichokuwa anazungumzia ni upendo. Haleluya. Sasa anatuambia kwamba ikiwa nikiuza vitu vyangu vyote, tena hakuishia hapo, akasema kwamba ikiwa nitautoa mwili wangu uungue moto kwa ajili ya watu wengine, yaani ni utoe uhai wangu ili watu wengine wawe wazima, hapa anasema kama sina upendo, ama kwa lugha nyingine, kama si kwa mapenzi ya Mungu. Kwa sababu upendo, nimekwambia, chochote unachokiona kwenye maisha yako, kwenye ulimwengu huu, anayekipima, wala sio sana, ule mzani anayepima ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo nikitoa fedha nilionayo nikasema namjengea nyumba mtumishi wa Mungu, anayepima ya kwamba nimefanya tendo la upendo ni Mungu, sio mimi, sio yeye, sio watu. Hii ndiyo inatupeleka kwenye Mathayo 7:21. Haleluya. Mathayo 7:21 anasema si kila aniitaye Bwana Bwana atakaye pata ufalme wa mbinguni, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye atendaye mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa angalia mstari unaofuata pale. Mstari wa 22 na 23. 22, 23 anasema ya kwamba Mathayo 7:21 mpaka 23. 21 nimeshawasomea, nasoma 23. Anasema wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Mstari wa 23, ndipo nitamwambia dhahiri, wazi wazi, si kwa kujificha. Yaani kama kutakuwa kuna maiki, atasimama kwenye maiki atasema, ndugu zangu, ninyi sikuwajua kamwe. Haleluya. Kwa nini? Anasema hawakutenda mapenzi ya Mungu. Lakini mbona kazi zao, wapendo wa Mungu? Anasema ni watu ambao walitoa unabii kwa jina la Kristo. Yaani kwa lugha nyingine, hawakutumia vitu wala sampuli nyingine kama vitambaa, mashuka, maji, kama mnavyosema watumishi wa Mungu, ila walitumia jina la Kristo, wakatoa unabii. Kitendo cha kusema tulitoa unabii, maana yake ule unabii ulitimia. Haleluya. Kitendo cha kusema tulitoa pepo, maana yake mapepo yalitoka. Alafu anasema na miujiza mingi tulifanya kwa jina lako. Lakini bado Mungu anakuambia sikuwajua ninyi. Haleluya. Kwa kilichotokea ni nini kwa hawa watu? Kilichotokea ni kwamba hawa watu walitenda mambo mazuri, mambo yanayofaa, lakini hayakuwa ndani ya mapenzi ya Mungu. Jambo hilo ndilo linalokuja kuthibitishwa na sababu ya mtu kumwamini Yesu Kristo. Maana kuna mwingine anaweza akasema ya kwamba mimi pamoja na dini yangu hii nilionayo ni mkarimu, ni mtu mwema,
Kwa kweli, kwa habari hapa mtaani, hata walokole na wazidi, na jali yatima, jali wenye shida, sina ugomvi wowote. Haleluya! Lakini mapenzi ya Mungu ni Kristo kwanza awe ndani yako, sio kwa matendo, sio kwa aina ya maisha, kwa sababu wakati mwingine Ukristo umekuja kama mfumo wa maisha yenye mahusiano mazuri katika jamii. Yaani kuna watu wanaweza kuambia, jamani, nendeni makanisani mkasali. Lengo sio upate wokovu, lengo ni ili uwe na tabia ambayo haitakuwa na shida kwenye jamii. Kwa mfano, wako wazazi ambao wao ni walevi, wao ni wazinzi, wao ni watenda maovu mazuri tu, lakini piga huwa garagaza, lazima akiishe mtoto wake ameenda kanisa, lazima akiishe mtoto wake anaenda kwenye nyumba za ibada, lengo atengenezewe maadili. Haleluya! Sasa ni ajabu mno kama imani yetu itaishia kuwa kama ya hawa jamaa, ya kwamba ili tuthibitishe kwamba tulikuwa tuna Mungu, tunathibitisha Mungu, tulitoa unabii kwa jina lako na ukatimia. Mungu, tuliponya wagonjwa, tulikemea pepo zikatoka. Mungu, tulifanya miujiza mingi kwa jina lako ikafanyika. Utasemaje utujui? Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la kukupitisha kukota ni kuonyesha ya kwamba unahitaji maarifa ambayo kwa lugha nyingine ndio yanaitwa mapenzi ya Mungu. Ukiyajua hayo, maana yake umepata utambulisho mzuri mbele za Mungu. Kuna mazingira ambayo utapita, kuna majira ambayo utapita, lakini kitakacho kuvusha ni yale mapenzi ya Mungu.